wavuna viazi mviringo tani 15. Ukurasa wa 17 utaikuta kwa ndani zaidi. Wakati habari nyingine nasema matumizi ya internet yavuka lengo la serikali. Ukurasa wa 15 kuna undani wa taarifa hiyo. Sasa kwenye amani na upendo, hapa kwenye amani na upendo vya tawala, mahubiri ikoje? Kwa sababu maaskofu, wachungaji, waombea nchi, wahimiza utulivu. Lakini pia serikali yashauri mchakato wa maridhiano. Sasa hii imekaaje kwenye maaskofu? Nimekuchambulia, yupo hapa mkuu wa Diocese ya Kaskazini ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, anazungumzia KKT, Askofu Fredrick Shaw. Yeye bwana amewataka viongozi wenye mamlaka nchini kutafakari kwa kina kuhusu matukio ya vurugu na machafuko yaliyoripotiwa kutokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu mwaka huu, akisisitiza haja ya kujenga upya misingi ya amani, umoja na haki katika taifa letu la Tanzania. Akizungumza jana Novemba 9 mwaka 2025 wakati wa ibada ya kumstaafisha mchungaji Solomon Masawe katika usharika wa pale Geza Ulole pale wilaya ya Hai mkoani Kilimanjaro, Askofu Shaw amesema matukio yaliyoshuhudiwa wakati na baada ya uchaguzi yamesababisha maumivu makubwa kwa jamii, ikiwemo vifo, majeruhi na uharibifu wa mali za umma na binafsi. Sasa pia amedai hakuna sababu yoyote ambayo inakubalika ya kuahirisha au kutweza amani tulionayo. Na mimi nisogee sana kwa sababu Askofu Fredrick Shaw mwenye yuko hapa. Askofu, tujuze kwa ndani zaidi hili limekaaje. Wakati huo nikwambie tu CRDB Bank tayari wapo ndani na tunatisha nao, tunapepea namna hii. Askofu Shaw, tujuze hapo. Nimeshukuru sana na nimeomba sana, nimeomba Mungu sana niongoze kwa haya nitakayokwenda kuyasema. Pamoja kwamba sio siku ya furaha sana, siku ya mashindano, lakini niseme kwa hakika moyoni mwangu nina huzuni kubwa na masikitiko kwa haya ambayo tumeshuhudia siku za hivi karibuni, hasa katika mazingira mazima ya uchaguzi mkuu uliofanyika katika nchi yetu. Yale yaliyotokea kabla, wanaendelea kabla, wakati wa uchaguzi na hata baada ya uchaguzi. Na tumeona kwamba yalitokea matukio ambayo yalisababisha maafa makubwa ambayo hajawahi kutokea katika mazingira ya uchaguzi katika nchi yetu ya Tanzania. Kulikuwa na maandamano yaliyosababisha watu kukamatwa, kujeruhiwa, kupigwa na hata kupoteza maisha. Kumetokea uharibifu mkubwa wa mali za umma na mali za watu binafsi. Matukio haya ndugu zangu, kwani hakuna sababu yoyote inayokubalika ya kuthibitisha au kuidhinisha haya ambayo tumeona yametokea katika nchi yetu. Watu kuumizwa, watu kupotea au kupotezwa, inahuzunisha sana. Si kama kanisa na mimi kama kiongozi wa kiroho nimesema yaliyotokea hajawahi kutokea. Naam, huyo ni Askofu Fredrick Shaw kama ulivyomsikiliza, na ameelezea kwa ndani zaidi, ikiwa ni pamoja na kuitunza tunu ya amani tulionayo katika taifa letu la Tanzania.